Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa tena muda mwingine leo wa kuweza kuongea na kuzungumza kuhusiana na habari za Kristo. Kiukweli nilikuwa ninasoma Bible, lakini kuna habari nikasoma ikanivutia, nikasema itakuwa ni vyema kama tukishirikishana kujua habari hii. Nilikuwa nasoma Isaya 53 na Isaya 54. Lakini Isaya 53 nilianza nayo. Nilianza na Isaya 53 ambayo yani kuna jinsi nilijisikia moyoni baada ya kusoma hii habari. Yani nilibeba katika utofauti katika moyo wangu. Isaya 53 mstari wa 2 tunaona jinsi Mungu alivyokuwa anamuona Yesu kwenye macho yake. Mungu anavyomuona Yesu kwenye macho yake. Alimuona Yesu ni mtu mwenye thamani sana mbele ya macho yake. Ndivyo alivyomuona. Aliona ni mtu mwenye thamani nyingi sana. Alimthamini sana. Na ndio maana akamtuma duniani. Lakini alivyomtuma duniani, binadamu macho yetu alimuona ni mtu ambaye wa chini, hana thamani, hata huwezi kutamani kumwangalia mara mbili. Alionekana kama kitu ambacho hakieleweki. Lakini kiukweli ni kitu cha thamani sana mbele ya Baba yake. Lakini katika hali hiyo ambayo wanadamu walimuona, inaonyesha katika Isaya 53 kuanzia mstari wa 4 kwamba alikuja akayachukua masikitiko yetu. Hatuna haja ya kusikitika kama yeye yupo. Hatuna haja ya kusikitika kama alikufa msalabani hapo akafufuka. Yesu ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Yaani kama vile unazo huzuni nyingi, alafu akaja mtu, labda umeziweka ndani, tuseme mfano ndani ya ndoo, afu unazibeba. Afu anakuja mtu anazichukua anajitwisha yeye, anakuacha huna huzuni. Ndicho kitu Kristo alichokifanya kwetu. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Yaani majeraha yake alijeruhiwa ili sisi tuweze kuwa huru, tuweze kusamehewa dhambi. Tukiendelea mbele zaidi mstari wa 5 inatuambia kwamba dhambi zetu ndizo zilimfanyia hayo yote. Zilimrarua, zilimponda, zilichukua adhabu. Alichukua adhabu ya dhambi zetu. Na hiyo ilifanya tuwe wazima